Safari ya familia wakati wa mafuriko. Kulikuwa na familia ndogo ya watu watatu waliokuwa wanaishi katika mji mdogo karibu na bahari. Mji huo ulikuwa na nyumba za rangi, barabara tulivu na watu waliopendana. Familia ilikuwa na Mark, mama yake Abby na baba yake Sepi. Waliishi katika nyumba ya kahawia yenye maua mengi kwenye bustani. Asubuhi hiyo kulikuwa na jua kali sana. Familia ilikuwa nyuma ya nyumba kwa bustani. Mama alikuwa anaanika nguo, Mark alikuwa akicheza na mpira, baba alikuwa akirekebisha uzio. Jua ilikuwa kali, kwa hivyo familia waliamua kwenda kununua barafu. Walifurahia barafu. Mark alichukua yenye ladha ya strawberry. Baadaye walirudi nyumbani. Habari zilikuwa zinaonyeshwa kwenye runinga. Habari zilisema mafuriko yanakuja. Mama Abby na baba Sepi walielezea Mark mipango kutoka kwa walinda usalama. Kwanza, baba alifunga milango na madirisha. Kisha, mama alichukua mkoba wenye vyeti muhimu, maji, chakula na dawa. Mark alivaa viatu vyake. Familia ilitoka nje kwa barabara, lakini kwa utulivu. Mark alishika mikono ya wazazi. Walifuata njia salama pamoja na wanakijiji. Nyuma yao, mvua ilikuwa imeanza. Hatimaye, familia ilitembea kuelekea pahali pa juu mbali na maji. Maji yalionekana mbali nyuma yao. Familia ilifika kwenye kituo cha usalama. Kulikuwa na familia zingine pia. Wote walikaribishwa. Familia ilikaa pamoja ndani ya kituo. Walikuwa salama na wakavu. Walihisi utulivu kuketi na kutazama mvua nyingi ilionyesha nje. Siku iliyofuata, mvua ilikuwa imeisha usiku na mafuriko yalipungua. Familia ilitabasamu na kukumbatiana. Halafu, familia walipanga mizigo na kutembea kwenda nyumbani. Wote walikuwa wamebeba mabegi mgongoni. Walipata nyumba ikiwa sawa. Waliruka na kusherehekea. Baadaye, walianza kusafisha uchafu ulioachwa na mafuriko. Mwishowe, baada ya siku 3, jua iliwaka na familia walienda kuketi nje kwa bustani.